umekula miaka yao, umekula siku zao, umekula hatua zao, umekula uchumi wao. Wakifanya kazi wanakuwa watumwa wa kazi, hawapigi hatua inayoeleweka. Nasema achia hatua zao, nasema achia hatua zao, nasema achia miguu yao. Wewe pepo la panya uliyekaa chumbani, wewe pepo la panya, inatosha ulivyowaumiza, inatosha ulivyowatumikisha kwenye ardhi yake. Achia hiyo ardhi, achia waendeleze, achia wapiga hatua. Mipango waliopanga na haitimii, uachie sasa, uachie sasa. Achia mikono ya mume wake, achia fahamu za mume wake, achia mikono yao. Rapapapapa, angalia mikono inawaka moto, na chuma radi za moto, uachie mikono. Kuna pesa mingi, kuna utajiri mwingi wamezuia kwa hawa watu. Maisha wanaoishi umama na mume wake sio maisha halisi. Kuna mtu aliyegandamiza na ameweka pepo la panya, yani roho ya uharibifu. Hakuna kitu wafanye, wapige hatua. Kanisa, weka mikono juu, kila mtu ufunguliwe. Sema popote pale walikoweka roho ya panya, majini ya panya, wakae chumbani, wakae chumbani. Kuna mwingine mikono yake ina roho ya madeni. Ninaona panya ikiniambia tumeharibu kila kitu. Si roho ya uharibifu. Nasema pepo la uharibifu, achia mikono ya mtu. Nipe mkono wako. Nishikie mikono ya umama. Ondoka chumbani kwake, na uachie kibali chake, na uachie kupendwa kwake. Wewe nini? Wewe nini? Wewe nini? Mwanamke anajifanya. Anajifanya. Ai wewe. Mwanamke. Anajifanya. Wewe. Mama wako anaitwa nani dada? Mama wako anaitwa nani? Mama wako anaitwa nani? Namuona ni mtu anayejituma sana, lakini yani kuna namna fulani kama kichwa kimepigwa, kimwili tu ndio yupo, lakini kiroho hayupo. Alafu nakuta wakiwa na mwanamke, mipango yao haiendi, yani kuna kupishana wakati mwingine. Sione uchumi wake ukifanya kazi kwenye nyumba. Ninaona panya anayetafuna uchumi wao, na level waliopo hawakotakiwa kwenye hiyo level. Ninaona kwenye ardhi akisema amejitahidi ndio, lakini tutahakikisha watakwama hapa na watafia hapa. Pepo wewe nini? Wewe anajifanya anafenda kazini. Wewe ananyota mwanamke kweli. Naona mwanamke ndiye ananyota, ndiye anayepambana kwenye hiyo ardhi. Mwanaume tumeshamaliza. Unaona? Mwanamke ndiye ananyota. Unaona? Ananyota. Yaani mwanaume yupo tu, namuona yupo tu. Sioni kinachokuja kwake kwa mwanamke. Ninaona mwanamke ndiye anaye fight. Alafu wanamwandikia tutakula, alafu ataondoka huyu abaki hana mke. Huyu mwanaume hakutakiwa kuwa na mke. Katika ulimwengu wa roho alitakiwa kubaki kama hana, awe mtu wa kijiweni tu. Na pesa zake akikamata anaingiza kwenye mifuko iliyotoboka. Siku akileta mkate nyumbani zinahesabika. Akifanya kitu cha baraka, anayepambana kuleta maendeleo ni mwanamke. Alafu naona hiyo panya akiniambia tutahakikisha atakufa au ataondoka. Hatutaki. Wewe. Nini? Huyu hapa, niangalie. Huyu hapa kuna nyoka yuko kwenye nyumba yake. Huyu hapa, nyoka huyu kuna wakati anasikia miguu inawaka moto na kiuno, alafu nasikia roho inasema ana akili, anabeba kwao. Ninakuta katika ulimwengu wa roho neema iliyo kwao ni kwa ajili yake, alafu anabeba kwao na mzigo, alafu nakuta anashambuliwa wakisema ana akili, hata maendeleo walionao pale nyumbani ni yeye. Ana akili, ananyota. Nakuta akiwa kwao anapiga mamake mahesabu, akiwa kwao. Ninaona akishambuliwa wakisema ana akili, yeye ni nani? Ninakuta chini ya kitofu wameweka roho ya fangasi. Funga virago na uachie mauti uliyopanga, mikakati mliyopanga, roho ya mauti iliyopangwa. Natuma radi za moto, achia nyumba yake. Wewe nyoka unayesababisha wasiwago kutumia nguvu nyingi, alikwamba wana nyota zao. Moto unapita.
unapita. Sogeza hapa, nipe mkono wako dada. Nataka ushike kitofu cha udada cha umama. Hata acha watoto wake moja, hata kimbia kwenye hiyo boma mbili, hata acha uzao wake 3, na hautamvunjia ndoa, na atamiliki na atatawala. Nipe mkono wako nawe nishikie chini ya kitofu. Wewe pepo uliakaa kwenye malango ya vitofu, uliakaa kwenye malango ya kizazi, wanafia watoto wao, watalea na watafanikiwa kwa jina la Yesu. Kanisa, weka mikono juu, sema fire, sema fire, sema fire, sema fire. Unaona watu 3 wanaendesha pikipiki, kwenye kile pikipiki wameandika hivi, tutawasababishia ajali, watakosa kibali. Weka mikono yako juu kama unaendesha pikipiki. Nategua roho ya mauti na ninakuletea wateja. Hiyo roho inayotupiwa usipenye kwa viwango. Popote alipo mumewe, pepo mauti kwenye hiyo ajali, move out. Achia viungo vyake, achia miguu yake. Elekeza mikono ulikotoka kwa ajili ya kaka yako, mdogo wako, yoyote yule. Roho ya chuma ulete, ikose nafasi. Nipende mikono nimalizane na hawa. In Jesus name. Niwekea chini ya kitofu. Peleka. Panya, nyoka, muondoke. Kwa nini? Umefanya kazi gani? Wewe nini? Kwa nini? Nyota yako na ing'arisha. Panya na roho ya uharibifu iliyokaa kwenye ardhi yako, usiwe mtu wa thamani. Move out. Ondoka kwenye nyumba yake. 1, 2. Haya, kabla hujaondoka, una muda gani ukikaa kwenye ardhi hiyo? Una muda gani? Sema haraka. Una muda gani? Ni siku nyingi. Miaka mingapi? Anatembelea nyota ya mke wake. Unatembelea nyota ya mke wake tu? Okay. Akili, nyota ya mume wake umemweka wapi? Kwenye chupa. Wewe ni nani? Wewe ni mwanamke, mwanaume? Kijana aliyekuwa anaenda kumnyanyua mama yake. Hamna kijana kama yule kwenye bomba. Ndio angeenda kuwa tajiri sana. Sana. Wewe uliyefanya kazi ni nani? Ni mwanamke, mwanaume? Ni mwanaume. Umeona? Mama alikuwa na bidii, huyo bibi huyo mwanamke alikuwa na bidii. Mama huyu kijana, huyu naye muombea ambao unasema huyu ni mali wako. Ninamuona katika ulimwengu wa roho angekuwa ndio settler. Na ana utisho katika ulimwengu wa roho, akiongea kitu anaogopeka. Lakini kamefekwa. Kwa amebaki tu na sauti ya kimwili. Lakini ndiye angeweka historia ya familia yako. Leo amebaki tu, namuona tu yupo na amewekwa kwenye magrupu, alafu nyota yake imewekwa kwenye chupa. Amefungiwa, yani akili kama box. Jesus. Okay, una taarifa kwamba ukombozi wao umefika? Una taarifa ukombozi wao umefika? Unaona moto? Nataka tutamkalia kazi afukuze wakae wote, wafukuze wote. Kazini. Huyo mwanamke huyo tutamfukuza kazini. Hata kile hatutaki akae kazini. Hamtaki akae kazini. Asionekane kwa kazini. Umetoa sadaka kiasi gani kwa Tesa? Umelipa shilingi ngapi? Nyingi sana. Na wewe ni mwanaume. Na wewe unatumia nyota za watu kufanikiwa. Usimwambie hata huyu mwanamke kazini kwake bana. Weka mikono kila mtu. Nipe mikono yako. Alichofanya. Narudisha mikono yake. Sijenge tena. Narudisha mikono yake tangu sasa, nishikie mikono hiyo. Kwa moto wa Yesu atamiliki na kutawala. Ndio kwenye mikono yake naingiza power, naingiza nguvu. Kazi aifanyayo, fungua mkono. Aya, kwenye mikono nimeingiza mamlaka. Kibali kinang'ara. Ndio alipangwa kuondolewa, hataondolewa tena. 1 2 3 kwa jina la Yesu. Move out. Amen. Pe Yesu makofi. Kuna huyu hapa.
Lete. Geuza. 1, 2, 3. Unafanya kazi gani? Jisemee mwenyewe. Unafanya kazi gani? Unashughulikia uchumi. Ninakuona umekaa kwenye ardhi kwa sura ya nyoka. Kwa nini mnafunga kazi? Kwa nini mnafunga kazi? Kwa nini mnafunga kazi? Utaki afanikiwe. Ninaona mnakaaga juu ya nyumba yake usiku. Mnafanya kazi gani juu ya nyumba? Mnamshughulikia. Mnakuja kwa sura gani? Ya nyoka. Mnakaa kwa sura ya nyoka, alafu na sura gani tena? Ya ndege. Hebu weka mikono elekeza, sema kila roho inayotembea katika ulimwengu wa roho, kuanzia leo, kila nguvu ifanyayo kazi iondoke nikiwa hapa kwa jina la Yesu. Unaelewa uko kwenye moto? Neema ya mume wake hapati. Kwa nini mnafunga hiyo neema? Umemshika kwa njia gani? Hela yake mwenyewe. Hela yake mwenyewe. Kwa hiyo umetumia hela yake kumloga. Shingapi? 10,000 tu. Aliwakopesha au aliwapaje? Alinipa. Alikupa? Who are you? Wewe nani? Wewe ni rafiki, ni jirani, ni ndugu, ni mama, ni dada? Nani wewe? Sio kazi yako. Wewe ni mwanamke, mwanaume? Mwanamke. Kwa ulifanya naye kama urafiki? Alinipa tu. Alikukupa tu? Ulitumia njia gani ukapewa? Sio kazi yangu. Ni kazi yako. Nipe mkono. Haya. Peleka kwenye mkono wake. Naunganisha mkono wake na mume wake. 1, 2, kanisa sema fire. 2 sema fire. 3 sema fire. 4 sema fire. Unaona huo moto? Nini? Niache. Unaona moto? Unaona moto? Unaona moto? Mwachieni kabisa. Sarenda mwenyewe. Utaondoka kwenye ardhi yake? Utaondoka? Utaacha kibali cha mume wake? Utaacha ujenzi wao kwa spidi? Nakutiisha. Mwachieni msimshike. Moto unawaka kwenye ardhi hiyo. Utaacha kila kitu. Utaondoa na fangasi yako? Wewe nakulegeza chini. Msimshike. Haya, vua vitu vyako. 1. Vua kila roho mlioingiza kwa mume wake kwenye mikono. Vua. Haya, vua ndio. Vua. Vua hiyo kitu ulichoka kwenye kiuno kama sindano. Vua hiyo kibali. Mliochukua kwa noti 10,000. Iwake moto. Mume wake apenye kwa viwango. 1, 2, 3, 4, 5. Kanisa sema fire. 7 sema fire. Weka kwenye paji la uso. Tangu sasa pokea kibali chako paka kwa mumewe. Nyoka, roho za ndege wachao waliao kama ndege, leo neema itokee kwake na upenyo utokee kwake. Pe Yesu makofi.